ikiwa ni wiki kadhaa baada ya Chama cha Mapinduzi CCM katika wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma kufungua kampeni kuelekea uchaguzi mkuu, ambapo wilaya hiyo ina halmashauri mbili, halmashauri ya mji wa Kasulu pamoja na halmashauri ya wilaya ya Kasulu. Mgombea ubunge katika jimbo la Kasulu mjini Joyce Ndalichako akifanya mkutano wa kampeni katika kata ya Mrufiti amewalai wananchi kukipigia kura Chama cha Mapinduzi CCM. Mgombea ubunge huyo amewaambia wananchi katika mikutano kadhaa ya kampeni kwamba iwapo atachaguliwa atajikita katika kutekeleza ahadi zake za kampeni. Katika sekta ya elimu tumeweza kujenga shule mpya za sekondari 9 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Piga makofi kwa Mama Samia. Ametujengea shule mpya za msingi 6. Na mimi moja hapo nilikuwa jina langu ipo Ndalichako, shule ya msingi. Kwa hiyo alama nimeweka kwamba katika kipindi cha uongozi wa Dr. Samia na mimi amenishirisha nimepata shule. Lakini ametuletea vituo vya afya 2 na zahanati 11 ndani ya kipindi chake cha miaka 4. Na hapa Mrufiti najua na nyie mna deni, nina deni na nyie katika kata ambazo zilikuwa zinahitaji vituo vya afya. Kwa kweli zilikuwa ni nyingi, kwa sababu sisi kati ya kata 15 tulikuwa na kituo cha afya kimoja tu pale Kiganamo. Kwa hiyo kila kata ilikuwa inataka ipate, lakini niwaambie Mrufiti, Oktoba 29 mkienda kutiki, kama itakuwa ni kituo cha afya kimoja kinakuja, kitaanzia kata ya Mrufiti. Lakini sasa katika miaka hii 5 tutakwenda kuwajengea kituo cha afya. Lakini ndugu zangu wa Mrufiti, nafahamu na natambua changamoto yenu kubwa Mrufiti ni barabara, miundombinu. Barabara kwa kweli ni kilio chenu kikubwa. Barabara ya Nyasha Mrufiti ilikuwa kwenye bajeti ya mwaka 24-25. Na kama mmeona, yani leo mimi nimeamka siku ya leo nina upako. Kama mmeona leo vifusi pale vinamwaga, ile barabara tumeweka changarawe kilomita 8 na kalvati 2. Kwa hiyo leo wameanza ujenzi wa makalvati. Waliopita hiyo barabara watakuwa wameona mawe yanamwagwa na mchanga unamwagwa. Kwa hiyo barabara ile tunakwenda kuimarisha ili iweze kupitika, kwa sababu wakati wa mvua inakuwa ni matope sana. Kwa hiyo inawekewa changarawe, na ninapambana na mkandarasi ili kuhakikisha kabla ya mvua barabara hiyo amemaliza kuweka changarawe ili iweze kupita vizuri. Mrufiti oye! Barabara ya Mrufiti Shunguliba nayo ni changamoto. Uongo kweli ndugu zangu? Mrufiti Shunguliba nayo ni changamoto, lakini katika bajeti ya mwaka 25-26, bajeti ambayo imeanza kutekelezwa mwezi wa 7, barabara hii iko katika mpango wa kufanyiwa matengenezo na kuiboresha. Kwa hiyo na yenyewe itakwenda kuboreshwa kupitia bajeti ya mwaka 25-26. Na ninaamini kwamba tarehe 29 Oktoba mtaenda kumpa Dr. Samia Suluhu Hassan kura za heshima zaidi, kwa sababu anastahili heshima, anastahili zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu, wanasema maandiko matakatifu, palipo hazina yako ndipo na moyo wako upo. Hazina yangu iko Mrufiti na moyo wangu upo Mrufiti. Mrufiti oye! Mrufiti safi! Nitahakikisha kwamba swala la miundombinu katika miaka yangu 5 na nilikomalia, nikianza na hii barabara ya Mrufiti Nyasha ambayo mkandarasi yuko site, nitahakikisha tunamsimamia aitengeneze vizuri. Tunahamia Mrufiti Shunguliba, tunahamia Mrufiti tunaenda Nyumbigwa, lakini tuwaunganishe na ndugu zenu wa Kingondo
Rose Shagasha ambaye ni mgombea udiwani viti maalum katika tarafa ya Ruchini iliyopo jimbo la Kasulu mjini. Simama hapa kuomba kura kwa mafiga matatu ya Chama cha Mapinduzi. Kura ya kwanza kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mama Samia oye! Kura ya pili kwa Profesa Joyce Lazaro Ndalichako, mama wa miradi. CCM oye! Na kura ya tatu kwa diwani wetu Jackson. Jamani, nadhani katika kipindi cha miaka mitano iliyopita tumeona mambo mengi yamefanyika na hata kwenye kata ya Murufiti. Na sisi kazi yetu ni kuendelea kuwaomba wanawake wa baba, itakapofika tarehe 29 twende tukatiki tukarundike. CCM oye! Cecilia Pareso ambaye ni mjumbe wa kamati ya ushindi taifa akiomba kura za mgombea urais Dr. Samia Suluhu Hassan. Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa ya kuboresha sekta ya afya hapa nchini kwetu. Katika maeneo ambayo hakukuwa na zahanati zimejengwa. Katika maeneo ambayo kulikuwa hakuna vituo vya afya vimejengwa. Katika maeneo ambayo hakukuwa na hospitali za wilaya zimejengwa. Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi chake cha miaka minne, kazi kubwa imefanyika kuhakikisha Watanzania wote walioko mijini na vijijini wanapata maji safi na salama. Takwimu zinatuonyesha miradi ya utekelezaji wa maji maeneo mbalimbali nchini imezidi kuongezeka na imeongezeka zaidi kipindi cha miaka minne ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Hadi sasa takwimu zinaonyesha tuna miradi ya maji takriban 1633 nchi nzima inaenda kutoa huduma za maji kwa Watanzania wote. Na kwa kuwa maji ni uhai, maji ni hitaji na maji ni ibada, piga makofi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa upande wake, katibu wa jumuiya ya wazazi mkoa wa Kigoma Abushe Kodema amesema serikali ya Chama cha Mapinduzi imefanya mambo makubwa kwa kuboresha miundombinu mbalimbali, hivyo wananchi hawana budi kukipigia kura Chama cha Mapinduzi. Tarehe 29 kura kwa mheshimiwa mgombea ubunge dada yetu Joyce Lazaro Ndalichako. Lakini kwa madiwani, lakini kwa yule wa ngazi ya juu Daktari Samia Suluhu Hassan. CCM oye! Murufiti safi! Mama Samia! Mama Samia! Hatuna lingine ambalo limetuleta hapa, ila lengo letu ni tarehe 29 kuhakikisha kuwa tunarundika kwa wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Hayo ndio ambao yametuleta hapa. Ndugu zangu, ukitaka kuhadithia yale ambayo ameyafanya Daktari Samia Suluhu Hassan, mtakesha mpaka kesho huyamalizi. Si kwenye vijiji, si kwenye mitaa, si kwenye kata, si kwenye wilaya, wala si kwenye mikoa. Amefanya mengi kila mahali. Lakini ndugu zangu, kwenye mkoa huu wetu wa Kigoma, Mama Samia ametuletea trilioni 11.5 kwa muda wake ambao ameongoza. Mnataka nini nyie? Mpaka hapa Murufiti yapo ambao ametengeneza yakisimamiwa na Profesa Ndalichako. Kwa hivyo niwasihi, niwabembeleze, niwaombe tarehe 29 sisi sote tukumbuke kuwachagua wagombea wa Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Nikiripoti kutoka hapa katika jimbo la Kasulu mjini mkoani Kigoma, mimi ni Justin Cosmas, Uhuru Radio FM.